kwa sababu ili tuweze kufanikiwa kwa kweli lazima tuwekeze sana kwenye elimu. Tunaipongeza serikali hii ya awamu ya sasa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba hata budget sasa inakwenda kuongezeka kutoka trilioni 7.31 mpaka 8.19, lakini mimi nadhani bado inabidi kwa kweli tuongeze bajeti ya Wizara ya Elimu, kwa sababu mambo yote haya tunayokwenda kuyafanya, wananchi lazima waelimishwe. Kuna ujuzi mbalimbali ambazo zinatakiwa, lazima wananchi wasome waweze kuelimishwa. Sasa tunapotaka kuwa na taifa linalojitegemea, tunaangalia tangu mwaka 1974 wakati wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa na falsafa ya elimu, ile elimu ya kujitegemea, ambapo hatukuweza kuwa na nyenzo nzuri za kuweza kuitekeleza hiyo mpaka miaka 51 hapa Dr. Samia Suluhu Hassan alipokuja kuelekeza Wizara ya Elimu kupitia mitaala na ile mihutasari pamoja na maboresho ya sera na kuja na swala la elimu ya amali, ambayo inaonekana hii inakwenda kuwa nayo ni suluhisho katika kuchangia katika kuongeza pato la taifa, lakini wananchi wa Tanzania kuweza kujiajiri wao wenyewe. Mambo mengi Profesa Mhongo amesema asubuhi kuhusu namna tutakavyoenda kupata fedha, na kwamba ukiangalia kwenye swala la VETA, kwa mfano nchi za kujifunza wametoa mfano China na India. China kwa mfano wao kwa mwaka watu milioni 13 wanaingia kwenye shule hizi za vocations, lakini watu milioni 10 wana graduate. Na katika watu ambao sasa hivi wanakwenda kwenye kuchangia katika ajira kwenye viwanda na mijini, wengi wao zaidi ya 70% China wanatoka kwenye hizi vocations. Kwa hiyo Tanzania kwa sasa ninachoweza kushauri kwamba kwenye Wizara ya Elimu hizi vyuo vya VETA ambavyo vipo, kwa kweli awamu ya kwanza tumeshajenga, bado kuna awamu ya pili, na ukitaka kuwa na elimu ya kujitegemea lazima ufanye practicals zaidi. Kwa hiyo tunatakiwa Tume ya Mipango kushirikiana na Wizara ya Elimu na Wizara ya Fedha tuwekeze fedha nyingi ili tuweze kukamilisha hivi vyuo vikamilike kwa hadhi ambayo inatakiwa, lakini pia tusomeshe watu wengi kwenye masuala hayo ya vocations. Na ikiwezekana pia nimeona kwenye wakati mnafanya review kulikuwa na matumizi kidogo ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Sasa tufanye kitu ambacho nadhani Tume ya Mipango iliwahi kusema ruthless prioritization. Yaani lazima tuamue sasa kwa makusudi kipaumbele kwamba tuwekeze zaidi kwanza katika kuelimisha watu, ili baadaye hawa watu sasa ndio waje wachangie katika sekta nyingine hizo za nchi yetu kuweza kuleta mabadiliko. Kwa hiyo mimi nilikuwa nashauri sana kwamba tuwekeze huko. Ukiangalia VETA hizi bado ni chache. Wengine wamewekeza, inatakiwa tuongeze idadi ya VETA, lakini pia tuongeze programs nyingi, na shule za sekondari za amali tunamshukuru pia Mheshimiwa Rais zimejengwa sasa hivi 103, lakini nadhani bado zinahitajika. Awamu ya kwanza ndio imekamilika, na ili tuwe na watu ambao watapata ujuzi unaohitajika lazima wafanye practicals za kutosha. Kwa hiyo tunaomba fedha tena ziongezwe Wizara ya Elimu ili kusudi awamu ya pili ya ujenzi wa hizo shule za amali uweze kuendelea, karakana zikamilike, ili kweli watu watapotoka kwenye mfumo huo wa amali basi wawe na ujuzi mbalimbali ambao unahitajika. Kwa hiyo nipenda nichangie hiyo kwenye sekta ya elimu, lakini twende zaidi tena mpaka kwenye vyuo. Tunamshukuru pia Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mradi wake ule wa elimu ya juu kwa mageuzi. Tuna campus sasa hivi kila mkoa. Tusitumie zile campuses vizuri kwa ajili ya ujuzi mbalimbali katika particular areas huko ambako ziliko hizo campuses. Lakini tunaona China kwa mfano wamejenga VETA kwa kushirikiana na local government za huko. Kwa hiyo hata hapa kwetu tuangalie zile halmashauri ambazo zina uchumi mzuri, basi Wizara ya Elimu au na Tume ya Mipango iweze kushauri huko kwenye hizo halmashauri, basi waanzishe hizo VETA kwa ajili ya kupata ujuzi unaohitajika kwenye hayo maeneo. Nikija kwenye haraka kwenye sekta ya afya, kwa sababu tunataka tuwe na taifa la watu ambao wana afya ya kutosha. Ukiangalia kwenye sekta ya afya, asilimia kubwa ya Watanzania wanatibiwa kwenye afya ngazi ya msingi. Kwa mfano 97% ya kina mama mwaka 2024 waliohudhuria kliniki walipata huduma katika vituo vilivyo chini ya mamlaka ya serikali za mitaa, manake TAMISEMI. Lakini 93% waliojifungua Tanzania hapa walipata huduma hiyo kwenye vituo vya afya. Lakini idadi kubwa ya kina mama zaidi ya 75% waliofanyiwa upasuaji kwa ajili ya kujifungua walifanya pia kwenye vituo vya afya. Sasa hivi tunakwenda kwenye swala la bima ya afya kwa wote.
lakini bado tuna operate kwenye sera ya mwaka 2007. Nadhani ile sera nayo inabidi ifanywe mapitio kwa haraka, kwa sababu kuna mabadiliko makubwa sana tangu ilipoanza mwaka 2007 mpaka sasa hivi. Lakini pia mgawanyo wa fedha nao lazima uangalie. Hili swala lisiwe swala la wizara moja, liwe ni swala la kisekta. Lakini ili tuweze kufanikiwa, pia ushauri wangu katika kutekeleza hii mipango ni lazima wizara zikubali sasa kwamba tunakwenda kufanya kazi kisekta zaidi baada ya kufanya kazi kiwizara. Kwa sababu wizara moja ikifanikiwa wakati wizara nyingine hazijafanikiwa, haina maana yoyote ile. Lazima tushirikiane. Maana yake ni kwamba tukishirikiana, hata mgawanyo wa fedha utakwenda kule ambako fedha zinahitajika kwa wakati mwafaka. Kwa hiyo haya yalikuwa ni mawazo ambayo kwa nashauri. Kiangalia kwa mfano fedha, labda ifikie mahali tuweke sheria kwamba formula kabisa kwamba fedha lazima ziende kule ambako ndiko watu wanakohitajika na kuzitumia zaidi. Lakini swala lingine, kwenye mlipofanya review ilionekana kwamba kulikuwa na poor linkage kati ya vocational education au academic na industries. Sasa tunashukuru Wizara ya Elimu tayari wamekuja na mpango wa advisory industry advisory committee. Nadhani hii tuiemulate kwenye maeneo yote ili tuweze kuhakikisha kwamba watu wetu wanakwenda huko. Kwa sababu kwenye viwanda tuweke pia mwongozo au kanuni ya kuwabana hawa watu ili wao wanakubali internship. Kwa sababu akishaenda kule ndipo ambapo tayari ubunifu utafanyika.